بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد دائما لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu mliohudhuria, natambua uwepo wa viongozi wote wa serikali na mashekhe wote na wote waliohudhuria katika hadhara hii tukufu. Jamii iliyokosa utu ni jamii iliyokufa. Na utu na thamani ya utu hutegemea kiwango cha dini kilichomo ndani ya moyo wa mtu. Kiwango cha dini katika moyo kikiwa ni kikubwa, fahamu jamii itanufaika na utu wa hali ya juu sana na thamani ya utu iliyokuwa ya hali ya juu sana. Kwa jambo hilo, nakumbuka maneno ya Abul Atahiya, asema idha lam tattasi' akhlaqu qaumin tadhiqu bihim fasihatul bilad. Zikitoenea tabia za watu wa kheri katika jamii yoyote ile, tadhiqu bihim fasihatul bilad, yatakuwa finyu mapana ya miji. Ukitaka kuelewa vizuri msemo huu Abul Atahiya, kwa hapa Dar es Salaam, rudisha nyuma kidogo fikra zako kipindi cha wale watoto walikuwa kiitwa panyarodi. Kabla ya kudhibitiwa, ilikuwa fasihatul tadhiqu bina fasihatul bilad. Mapana ya miji yalikuwa ni mafinyu kwetu sisi. Hii ni kuonyesha kwamba kama dini haitoingia ndani ya moyo vizuri katika jamii, na dini ikautawala moyo, basi tufahamu kwamba utu na thamani ya utu vitakuwa havipo. Kwa hiyo jamii hiyo itakuwa imekufa. Kwa jambo hilo na umuhimu wa hilo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akamtuma katika huu ulimwengu, na mitume wengine wote lengo lao ni kuhakikisha kwamba utu unatawala katika ulimwengu. Na moja katika maneno nimalizie tunaweza kuyachukua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno mepesi, lakini ukiamua kuishi nayo utakuwa umetoa mchango mkubwa sana katika jamii, hasa upande wa utu. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika, penda wapate wengine kile unachopenda kukipata wewe. Katika hadhara hii si vibaya, katika moja ya thamani ya maneno mtakaoondoka nayo mkalifanya hili nalo la Mtume Muhammad, iwe ni moja katika thamani ya maneno mtakaoondoka nayo kwamba ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika, penda wapate watu wengine kile unachopenda kupata wewe. Kwa msemo huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mtume anatupeleka kwenye kiwango kikubwa kabisa cha utu, kwamba Muislamu wa kweli unayetaka kusalimishwa na adhabu ya Mungu akhera, ahibba linnas ma tuhibbu linafsika, penda wapate watu wengine kile unachopenda kupata wewe. Mwanajamii yoyote ukitaka ukubalike, ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika. Ndio sababu alipoulizwa Prince Charles, wewe wamfahamu vipi Mtume Muhammad, hakuona haya, alijibu akasema, Muhammad was a priceless gift. Muhammad alikuwa ni zawadi ambayo hakuna bei yoyote unaweza kununua zawadi hiyo katika dunia. It's a priceless gift, kwamba ni zawadi ambayo hakuna thamani inayoweza kumnunua Mtume Muhammad. Na yeye amethibitisha hili akasema kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ana rahmatun muhdatu, mimi ni rehma niliotolewa zawadi kwa wanadamu. Tumalizie na maneno ya William Draper, mwanafalsafa mkubwa huyu katika dunia. Alipoamua kumfuatilia Mtume Muhammad, yeye alikiri kwamba huyu Mtume Muhammad ndio sababu ya watu kupata utu katika dunia. Akasema Muhammad was a man who of all men experienced a greatest influence upon human race, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtu wa watu wote, mtu ambaye ameleta manufaa katika dunia, haswa katika tabaka za kibinadamu. Nirudie kusema maneno yangu kwamba utu wa kweli na thamani ya utu hupimwa kwa kiwango cha dini kilichokuwepo ndani ya nyoyo. Turudini katika kuthamini utu, na huwezi kuwa mtu mwenye thamani na mtu ambaye watu wananufaika na thamani yako bila kuwa na dini. Kwa sura hiyo, ndugu zangu, fursa hii ya hadhara hii tuitumie kwa kusomesha sana watoto dini, ili ulimwengu uzidi kunufaika. Vinginevyo tutaingia kwenye yale maneno ya Ahmad Shauqi, idha usiba alqaumu fi akhlaqihim faaqim alaihim ma'tama wa awila. Watu wakijeruhiwa katika tabia zao, basi wathibitishie matanga na vilio vya kwikwi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.